Nikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tunayo usiku huu. Makamu wa Rais aongoza uombolezaji mazishi ya Kardinali Pengo. Serikali yawekeza bilioni 119 kuimarisha miundombinu ya gesi nchini. Na katika michezo na burudani, ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea kutimua vumbi kwa siku ya kesho kwa mchezo wa Kariakoo Derby. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Johannes Michael. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mazishi ya Askofu Mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Katoliki Dar es Salaam marehemu Mwadhama Polikari Kardinali Pengo yaliyofanyika katika kanisa la Hija ya Bikira Maria Pugu jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu kutokea Dar es Salaam ana undani wa taarifa kamili. Akitoa salamu za rambirambi baada ya kumalizika kwa ibada ya mazishi, Makamu wa Rais amesema serikali inathamini uzalendo na mchango mkubwa aliotoa Kardinali Pengo katika maendeleo ya nchi kiroho na kimwili. Amesema Kardinali Pengo alijitoa kwa moyo, sio kwa Wakatoliki tu bali kwa Watanzania wote wenye imani tofauti kila mahali alipoweza kufanya utume wake. Nchi hii kila mtu ana nafasi na wajibu wa kuitumikia. Katika utumishi wa nchi yetu tusitegeane. Kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikiyasema haya mara nyingi. Kwa hiyo nitumie jukwaa hili kuwaombeni sana waumini na Watanzania wote kutambua kwamba tuna wajibu wa kipekee. Tunamheshimu sana Kardinali Pengo kwa kazi kubwa aliyofanya, na hasa kwenye kuanzisha majukwaa ya imani mbalimbali katika nchi yetu. Leo tuna vyama vya imani. Leo tuna vyama ambavyo vinahusisha dini mbalimbali, Wakristo, Waislamu, Buddha, kuongelea amani tu katika mikoa yote, katika wilaya zote nchini. Lakini walioshiriki kuasisi jambo hili ni pamoja na Kardinali Pengo. Na alisema bila aibu kwamba Wakatoliki hawawezi peke yao kufanya nchi ikawa salama. Isikilizeni hotuba aliyoongelea kuhusu Mwalimu Nyerere. Amesema maneno mazito sana, maneno ambayo yataishi miaka 100 kutoka leo. Kwa hiyo tunapomwenzi Kardinali Pengo, tunapoenzi utumishi wake, kila mtu moyoni mwake ajisikie ana wajibu na nchi yetu. Kila mtu moyoni mwake ajisikie kwamba kutumikia nchi yetu kwa uaminifu na uadilifu ni wajibu wa msingi kwa nchi yetu. Mababa Askofu, niombe kuwahakikishia sisi kwa nafasi yetu tutaendelea kujitahidi. Kazi ya kutumikia nchi sio rahisi sana, ni ngumu, ina vishawishi, ina vitisho, lakini ndio maana maaskofu, mapadri, mashehe wapo ili watumishi wengine katika maeneo mengine mizigo inapoelemea, maaskofu, mashehe, mapadri wote waweke mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo tunaomba msituache katika maombi yenu. Msituache katika maombi yenu. Tutaanguka mara nyingi, tuombeeni tuamke. Makamu wa Rais amesema Kardinali Pengo alikuwa mtu mwadilifu ambaye alisisitiza watu kuishi maisha ya kiuadilifu kwa kufuata na kushika amri za Mungu pamoja na kufuata sheria mbalimbali za nchi. Pia alifundisha na kuyaishi maadili katika siku zote za maisha yake. Amesema ni vema kila Mtanzania kujikumbusha wajibu wake kwa nchi na kuishi kwa vitendo mambo yote mazuri yanayotokana na maisha ya Kardinali Pengo. Katika maombelezo haya, naomba mniruhusu nami niseme mambo matatu kati ya mengi tunayojifunza kutoka katika maisha ya Mwadhama Kardinali Pengo kama ifuatavyo. La kwanza, Kardinali Pengo alikuwa mtu mwadilifu sana ambaye siku zote alisisitiza watu kuishi maisha ya kiadilifu kwa kufuata na kuzishika amri za Mungu pamoja na kuheshimu sheria mbalimbali za nchi, kwa kuwa alikuwa mbobezi katika maadili, teolojia ambayo ni teolojia ya maadili, moral theology. Alifundisha na kuishi maadili katika siku zote za maisha yake. Pili, katika maisha yake ya kichungaji, Kardinali Pengo alionyesha bidii ya kitume na nidhamu ya kichungaji, kina cha maisha ya kiroho, utu, wema na uaminifu usiotetereka
kwa Injili na imani thabiti kwa Mungu wake. Alihubiri na kufundisha siku zote kuishi kwa kumtegemea Mungu. Tunaona hata alipopata changamoto za kiafya hakutetereka, bali alizidi kusimama imara akimwamini na kumtegemea Mungu. Makamu wa Rais ametoa wito kwa Watanzania kutambua wajibu wa msingi wa kuitumikia nchi kwa uadilifu na uaminifu. Amewaomba viongozi wa dini kuendelea kuwaombea viongozi wa nchi ili waweze kutenda vema kazi zao. Makamu wa Rais ametoa salamu za pole kwa Kanisa Katoliki Tanzania na ulimwenguni kote, Wakristo wa Katoliki, ndugu, jamaa na marafiki. Kufuatia msiba huo mkubwa, amemwombea marehemu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo apate pumziko la amani mbinguni. Marehemu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo amezikwa katika kituo cha hija cha Bikira Maria Pugu jijini Dar es Salaam, huku maelfu ya waombolezaji wakijitokeza kumuaga. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratias Ndejembe ametaka Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC kumsimamia kikamilifu mkandarasi anayetekeleza mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta la kusafirisha gesi asili kutoka eneo la ugunduzi la Notra hadi kiwanda cha kuchakata gesi asili na Madimba ili kuhakikisha kwamba unakamilika ifikapo Septemba mwaka 2026. Amesema serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 119 katika kipindi cha mabomba kutoka kwenye kisima cha Notra mpaka kuunga mkono kwenye bomba kuu Madiba ambalo linaelekea Dar es Salaam. Serikali imewekeza bilioni 119 katika hichi tu kipande cha mabomba kutoka kwenye kisima mpaka kuunga kwenye bomba kuu Madimba ambalo linaelekea Dar es Salaam. Bilioni 119 ni fedha nyingi ambazo zimewekezwa na serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha Watanzania wanapata umeme wa uhakika, sababu gesi inaenda kuzungusha mitambo yetu, kuendesha mitambo yetu ya uzalishaji wa umeme. Lakini pia gesi inahitajika kwa ajili ya kukuza viwanda vyetu na kuendesha viwanda vyetu. Kwa hiyo huu ni uwekezaji mkubwa sana kwa ajili ya kuzidi kunyanyua nchi yetu kiuchumi. Bilioni 119 si fedha ndogo, ni fedha nyingi, lakini ni kwa maslahi ya Watanzania wote. Na kiukweli nimefarijika na kuona site kabisa watu wapo na wanachomelea. Nimefarijika sana kuliona hilo, lakini narudia tena, muda itapofika mwezi wa 9 mabomba yao yameshakamilika kuunga kote, lakini vile vile na kisima kiwe kimeshakamilika na kuweza kuanza kutoa gesi. Sababu hizi fedha ni kwamba tumeziweka, tunategemea return, na return hiyo ni kupata gesi ili ingie kuendeleza uzalishaji. Mnaosimamia huku, najua MD yuko makao makuu, mimi niko Dodoma, katibu mkuu, kamishina, lakini kuna manager wa mradi. Ni kuhakikisha mnasimamia kweli kuhakikisha kwamba mradi huu una maelekezo mahususi ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha tunaongeza uwezo wa upatikanaji wa gesi katika taifa letu. Tuna target ambayo tunayo hadi kufikia mwaka 2030 inatakiwa tuwe tuna megawati 8,000. Ni mara mbili ya ile megawati ambayo inazalishwa hivi sasa katika taifa letu. Tunafikia megawati hizo kwa kuongeza uwezo wa uzalishaji, na uwezo huo wa uzalishaji unaongezwa kwa kupitia miradi kama hii. Na mradi huu nyote ni mashahidi, kuna sehemu kisima, lakini mnaona unaenda sambamba na mabomba. Ingewezekana kusema tuanze na kisima alafu mabomba yafuate, lakini kwa kutambua umuhimu wa gesi hii katika taifa letu, Mheshimiwa Rais alielekeza wizara kuhakikisha kwamba wanapatikana watu ambao wataweka bomba simultaneously wakati na kisima kinaendelea. Rai yangu kwenu, na leo viongozi na wawakilishi wa wananchi hapa wapo na chama kipo, tumeweka target ya mwezi wa 9 kuhakikisha kwamba visima hivi vinazalisha gesi na tunaunga kwenye bomba kuu kule na kutoka Madimba. Mwezi wa 9 usiwe kuna hadithi nyingine,
Watanzania wanataka kuona maendeleo. Sije kafika mwezi wa 9 tukasikia sijui sijui nani mwingine sijui kafanyaje ikaenda ikarudi. Sasa ili hayo yasitokee, tunahitaji usimamizi wa hali ya juu. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu imetoa wito kwa serikali ikiwemo Tanzania na nchi jirani ambazo bado hazijajiunga na sheria inayotungwa mahakama hiyo kujiunga ili kuwezesha kuwaruhusu wananchi wake kupeleka kesi moja kwa moja katika mahakama hiyo. Kutoka Arusha, mwandishi wetu ana undani wa taarifa zaidi. Wito huu umetolewa na rais mpya wa mahakama hiyo, Jaji Brasey Jichkaya wa Jamhuri ya Kongo, wakati wa kongamano la pili ikiwa ni jukwaa la wadau wa muungano wa mahakama hizo za Afrika kwa mwaka 2026 lenye lengo la kutafakari miaka 20 ya uwepo wa mahakama hiyo. Kwa serikali zetu zile ambazo hazijajiunga na sheria inayotunga mahakama hii, kwa sababu Afrika tuna nchi 55 na kwa sasa ni 88 tu ndio wameshajiunga na mahakama. Kwa hivyo bado kuna 25 ambao hawajajiunga. Na katika hizi 88 kuna nchi 8 tu ambao zimeruhusu wananchi wao kuweza kufungua kesi hapa moja kwa moja bila kupitia shirika nyingine la Umoja wa Afrika. Tanzania ilikuwa mmoja wa hizo, lakini ilijitoa. Kwa hivyo kwa sasa wananchi kutoka Tanzania hawataweza kufungua kesi moja kwa moja, itabidi waende katika Tume la Kiafrika ya Haki za Kibinadamu na Jamii, yani African Commission on Human and People's Rights, ambao makao yake makuu yako Banjul, The Gambia. Labda Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa chama cha wanasheria wa Afrika Don Dea pamoja na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Anna Heng wanabainisha hatua ya baadhi ya nchi kutoruhusu raia wake kupeleka kesi katika mahakama hiyo, ikiwemo kurudisha nyuma nguvu ya watu kuifikia mahakama hiyo. Kutana hapa kwenye kongamano la pili la wadau wa mahakama ya Afrika ya haki za kibinadamu na za jamii, yani African Court on Human and People's Rights. Madhumuni yetu ni kupashana habari kuhusu maendeleo yanayoendelea katika mahakama, jinsi ambayo inafanya kazi yake, kesi ambazo inasikiza, jukumu ambazo zinatoa na utekelezaji wa hizo jukumu na hizo mahukumu katika nchi zetu za bara la Afrika. Mahakama mwaka huu utakuwa ni mwaka wa 20 wa kuwa na mahakama huu, na utakuwa ni mwaka wa 16 wa mahakama huu kuwa hapa Arusha, kuwa na makao yake makuu hapa Arusha. Ni nchi 34 tu kati ya nchi za Afrika ambazo zimeridhia, ambazo ni sehemu ya mahakama hii. Zingine bado hazijaridhia, lakini pia ukisharidhia kuna ibara ya 34(6) ambayo inataka pia uruhusu asasi za kiraia na watu binafsi kuifikia mahakama. Kwa kuna nchi ambazo ziliridhia baadaye hazikuridhia zikatoa hilo ridhio, ikiwemo Tanzania, Rwanda na nchi zinginezo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinarudisha nyuma kidogo ile nguvu ya watu kuweza kuifikia hii mahakama. Kwa hiyo ni kitu ambacho serikali zijitafakari ili ziweze kuwapa watu haki ya kuifikia mahakama kwa urahisi zaidi. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tunayo usiku huu usajili wa kidijitali wa Copromix kuongeza thamani ya parachichi. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV. Mimi ni Johannes Michael. Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao ya mchanganyiko COPRA imewataka wakulima na wazalishaji wa miche ya maparachichi kujisajili katika mfumo mpya wa kidijitali ujulikanao kama Copromix, hatua inayolenga kuongeza thamani ya kuboresha usimamizi wa zao hilo. Taarifa ya mwandishi wetu kutokea mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Akizungumza katika kikao kazi kilichowakutanisha wadau mbalimbali wa parachichi, afisa masoko wa COPRA Gaudensia Kayombo amesema mfumo huo utarahisisha upatikanaji wa vibali, kuongeza ufanisi kwenye biashara na kuinua ufanisi kuanzia shambani hadi sokoni. Tunafurahi tumeweza kuanza kutumia mfumo wetu wa Copromix, kwa maana ya COPRA Management Information System,
ambao mfumo huu unaenda kuhakikisha kwamba tunahama kutoka kwenye matumizi ya analojia, kwa maana ya kwamba matumizi ya mifumo ambayo imebase sana kwenye makaratasi, na tunahamia kwenye matumizi ya kidigitali. Hii itasaidia kuongeza ufanisi katika kazi, lakini itatusaidia katika shughuli zetu zote za utoaji vibali kwa wakati, lakini pia kulinda taarifa za wadau wetu kama wakulima, watu waendesha magara, lakini pia wasafirishaji, pamoja pia na wafanyabiashara ambao ni exporters, importers wa mazao na nafaka. Kwa upande wake, katibu tawala msaidizi kitengo cha uchumi na uzalishaji mkoa wa Mbeya, Saidi Madito, amewataka wadau kutumia mafunzo hayo kama chachu ya kuongeza tija katika zao la parachichi, huku afisa kilimo kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, Bernard Libata, akiwasisitiza wakulima kuzingatia kanuni za kilimo bora na kujisajili katika mfumo huo ili kufungua milango ya masoko ya kimataifa. Tumekutana hapa kwa ajili ya kuja kujifunza mfumo wa usajili wa wakulima kidigitali kwenye zao la parachichi. Kwa hiyo tunatamani kila ambacho tutakuwa tunakiweka mle tuletee tija. Haitakuwa na maana sana sisi ambao tumekutanika hapa siku ya leo, mwisho wa siku tusione output ya kila ambacho mtakifunza siku ya leo. Rai yetu kwa wakulima, wawapokee vijana wanapoenda kwenye maeneo yao. Umuhimu wao mkubwa tu ni kutoa zile taarifa zao ambazo walizonazo. Hii itasaidia serikali kupeleka, kwanza kuwatambua wakulima wako wangapi wanaojishughulisha na zao la parachichi, lakini vile vile kuwapelekea pembejeo kwa kiwango kikubwa, kwa sababu takwimu, tukitambua kwamba tuna taarifa sahihi tulizonazo, ndizo zinaweza zikapelekea sasa kuwapelekea huduma sahihi kwa wakati na kwa idadi stahiki ambayo wao tutakuwa sisi tumeipata. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamepongeza hatua hiyo, wakisema italeta mapinduzi kwenye mnyororo wa thamani wa zao la parachichi. Mafunzo haya niliyoyapata yatanisaidia kwanza kutambulika na kuwasaidia wakulima namna ya kupata mbegu bora. Tumekuja hapa Mbeya, tumealikwa na Kopla kwa ajili ya kuja kupata mafunzo kwa namna ya ugawaji wa miche hiyo ya parachichi. Kwa hiyo tumekuja kujifunza kwa sababu watu wote wataingizwa kwenye mfumo na hatuwezi kutoa kwa mtu ambaye hajasajiliwa. Kwa hiyo naona ni kitu kizuri na kitaturahisishia kazi yetu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na wakuu wa vyuo vya udereva wapatiwa mafunzo kuimarisha usalama barabarani nyanda za juu kusini. Wakuu wa vyuo vya udereva pamoja na wakuu wa usalama barabarani katika mikoa ya nyanda za juu kusini wamepatiwa mafunzo maalum yanayolenga kuwaongezea umakini wanapotekeleza majukumu yao, hususan katika kuimarisha usalama barabarani na kupunguza ajali zinazotokana na uzembe wa madereva. Mafunzo hayo yamefunguliwa rasmi na kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Songwe ACP Nico Livingstone, ambaye amesisitiza umuhimu wa mafunzo hayo katika kupambana na ajali za barabarani. Amesema lengo kuu ni kuimarisha usalama barabarani na kuondoa kabisa ajali zinazosababishwa na uzembe wa madereva. Mafunzo haya yanalenga kuwajengea uwezo madereva, wakufunzi wetu, ili wawaambie madereva au ambao ni wanafunzi wao nini cha kufanya wakiwa barabarani na nini cha kutofanya wakiwa barabarani. Baada ya mafunzo haya tunatarajia kupata madereva bora, madereva ambao wanaheshimu utu wa abiria, wanaheshimu alama za usalama barabarani ili kupunguza ajali. Mifumo isomane kati ya shule au vyuo vya udereva na jeshi la polisi makao makuu, trafiki kuu, au kwa mtu yoyote akiingia kwenye mfumo anaona kinachoendelea. Mimi nikiingia kwenye mfumo nitaona shule za mkoa wa Njombe, wakufunzi wa wanafunzi waliosajiliwa na waliohitimu. Sasa tunapoelekea kwenye namna hiyo, hii inaondoa sasa ile ujanja wa madereva kwenda kununua vyeti mtaani. Vyuo vyote vya mkoa wa Songwe vihakikishe vinatoa mafunzo thabiti na bila kukubali kumpitisha mwanafunzi yeyote kuwa dereva au kutoa vyeti ambavyo kwa watu ambao
hawana mafunzo ya kutosha ya udereva. Sisi kwa nafasi yetu kweli tunashukuru sana jeshi letu la polisi kwa kuandaa semina hii muhimu ambayo itatuwezesha kwa kweli kuboresha shughuli ambazo tunazifanya. Ni zoezi muhimu sana kwa sababu kwa sasa ajali zimekuwa nyingi sana barabarani, kiasi ambacho zinahitaji elimu sana ili kuweza kuzipunguza. Miaka ya nyuma tumekuwa tukipata malalamiko mengi. Tunawafundisha au tunawatoa vijana au madereva wakiwa wako vizuri, lakini utakuta tunalalamikiwa sana kwamba hatujawafundisha hao madereva. Lakini kwa sasa katika mfumo huu tunafurahi sana wamiliki wa vyuo, kwa sababu hawa madereva wakisoma watapewa maksi zao, lakini pia wataingizwa kwenye mfumo na maksi zao zikiwa zinaeleweka vizuri. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tunaletea habari za michezo pamoja na burudani. Sky TV. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Na katika habari za upande wa michezo pamoja na burudani, kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo utakaopigwa siku ya kesho majira saa 2:15 usiku katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar, makocha na wachezaji wa timu za Simba na Yanga wamezungumza maandalizi yao, huku kila mmoja akiwa amejipanga vizuri kuhakikisha anaibuka na ushindi katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao utapigwa kwa siku ya kesho. But I'm so happy also with my team, so for sure they respect us in the same level we respect them. So tomorrow is a question to be capable, ready and do the job. Sisi kama wachezaji maandalizi yako vizuri na tuko vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo ni jukumu letu kuweza kujiandaa na kusubiri hiyo kesho kwenda kupambana kwa ajili ya kupata matokeo yaliyo bora katika mchezo. Vyote naweza nikasema vipo katikati, kwa sababu ukiangalia michezo ambayo tumeshinda haiwezi kuwa sawa na mchezo ambao tunakwenda kucheza kesho. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuweza kufocus na kuwa makini na mchezo wa kesho, lakini yote be going into a big match tomorrow against Young Africans in a derby.
My team is well prepared. I think a well coached team, but at the same time I think kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba tuko katika maandalizi mazuri na tumefanya maandalizi mazuri na hii na ikawe heli kwa Simba na Yanga yote ambayo atatumia advantage basi aibuke na matokeo. Na kunako taarifa nyingine kuelekea michuano ya AFCON mwaka 2027 yatakayofanyika Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, Rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Wallace Karia amesema kuwa anataka mashindano hayo yawe bora na kutokana na watu kufika kile kiwango cha Morocco hatutaweza kufikia. Karia amesema hayo wakati akizungumza kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la soka Tanzania TFF wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga kwa siku ya leo Jumamosi Februari 28 mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi na wajumbe wa mkutano mkuu, tunasema kwamba mashindano yanayokuja yanatakiwa yawe bora zaidi. Watu wanafikiria kwamba kile kiwango cha Morocco hatutaweza kukifikia. Lakini niwaambie sisi Tanzania tuna vitu vingi ambavyo tutayafikia, tutavuka hayo mashindano ya Morocco, yale mashindano ya AFCON ya Morocco kwa mashindano yetu ya 2027. Bali ya kwamba tutahakikisha sisi kama wenyeji ingia kwenye vyumba vyetu kwa ajili ya baridi. Hapa kutakuwa na maisha mengine baada ya mpira, vivutio vya utalii na mambo mengine mengi. Na tukikuwa pipa hadi kimataifa ambapo baadhi ya mashabiki wa Real Madrid wameonyesha kukatishwa tamaa na kuchoka kutokana na draw ya ligi ya mabingwa Ulaya. Taarifa zinaeleza kwamba klabu hiyo imeshakutana mara nyingi zaidi na Manchester City kiasi kwamba wachezaji wake Thibaut Courtois na Anton Rudiger wamecheza mechi nyingi zaidi dhidi ya City wakiwa Real Madrid kuliko walipokuwa wakicheza Chelsea. Hali hii inaashiria changamoto zinazojitokeza kwa klabu kubwa za Ulaya za kukutana mara kwa mara katika hatua za mabingwa, huku mashabiki wakihitaji ushindani mpya na matokeo ya kusisimua. Na kunako taarifa nyingine kuelekea katika mchezo wa Jumapili wa ligi kuu ya Uingereza kati ya Arsenal na Chelsea utakaopigwa katika uwanja wa Emirates, kikosi cha Mikel Arteta kitakosa wachezaji kadhaa muhimu kutokana na majeraha. Mchezaji Mikel Merino bado yupo katika mchakato wa kupona baada ya kufanyiwa upasuaji wa mguu mguu na hatokuwepo kwa mchezo wa siku ya kesho. Vile vile wachezaji kama Kai Havertz, Ben White na Bukayo Saka wako katika mbio za kurejea, huku Mikel Arteta akithibitisha Jumatano kuwa atasubiri hadi Jumamosi kuamua kama watakuwa tayari kuingia kikosini. Aidha, mchezaji wa vijana Arsenal Mikel Dorman alirejea uwanjani katika mechi ya timu ya chini ya miaka 21 dhidi ya Ipswich Town Jumaa hii baada ya kukosa michezo kadhaa ndani ya kikosi hicho. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, lakini moja kwa moja nakupeleka katika utabiri wa hali ya hewa kuanzia saa 3 usiku. Twende tukatazame ni nini ambacho kitajiri. Karibu ungane nami tunapenda kuangazia kwa kina taarifa hii ya hali ya hewa ambayo na saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho, hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi baadhi ya maeneo ya mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Mara, Simiu, Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Morogoro na Kigoma. Wakazi wa maeneo hayo ni vyema kuchukua hatua stahiki. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kanda ya kati, mkoa wa maeneo machache na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo. Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo. Tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo. Arusha tunatarajia mvua na ngurumo. Ni kusiendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema.
Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muktasari wa tuliokuwa nayo leo. Makamu wa Rais aongoza uombolezaji mazishi ya Kardinali Pengo. Serikali yawekeza bilioni 119 kuimarisha miundombinu ya gesi nchini. Na katika michezo, joto lazidi kupamba moto kuelekea Kariakoo Derby. Mtazamaji, nafikia tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, mimi ni Johannes Michael. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia mitandao ya kijamii Sky International TV na uwe na usiku mwema.